Mheshimiwa Rais, moja ya shughuli tulitamani uione ni kuona mti wa apple ambao unastawi sana mkoa wa Dodoma. Tuliamua kusema ili mwananchi mmoja mmoja apate uchumi, ni lazima awe na zao mbadala. Baada ya kuvuna mvua, ajue baada ya hapo anaweza akauza kitu gani akapata mapato mbadala ya kuendelea tena kuvusha muda mpaka tena mazao yale ya kuvuna ya mvua yatakapofika. Mheshimiwa Rais, tulianzisha zao la apple baada ya watafiti kutuambia linafanya kazi. Tulipata aina 3 za mbegu ambazo zinastawi Dodoma, na tulifuatilia takwimu kupitia TRA. Walituambia zao la apple lina gharimu fedha za kigeni takriban bilioni 23 kuingiza mazao ya apple toka nje ya nchi, kwa sababu ndani ya nchi hakuna waliolima kama zao la biashara. Mheshimiwa Rais, tulianza majaribio hayo. Kila wilaya ya Dodoma ina kitalu cha shamba darasa. Tulipeleka wakulima kwenda kujifunza apple. Sasa hivi tumeanza mpango wa kila kaya, tukianza na kaya maskini, kuwagawia walau miche 3 ya apple, ambapo tunaamini tutatatua mambo mengi. Mojawapo, hela za kigeni zilizokuwa zinatumika na nchi yetu kuagiza zao la apple hazitatumika tena. Apple itapatikana ndani ya nchi na fedha zile zitatumika kwa kazi nyingine kwenye nchi yetu. Lakini pili, mwananchi atakuwa na uwezo akishavuna mtama. Ukienda huko vijijini huwa ni kukame, najua umetuwekea mabwawa na visima sasa hivi ili walime mwaka mzima, lakini atakuwa na mti wa tunda anauza. Hata akiuza bei ya shamba milioni 100 tu kwa tunda moja la apple, Mheshimiwa Rais, kwa heka moja atapata milioni 27. Kwa hiyo ni zao ambalo tunaliona litawakomboa wananchi wale wanaotakiwa kuwa na kipato cha ziada wa mkoa wa Dodoma. Tumeanza programu ya kuchagua vijiji vichache, zao hilo linapandwa. Tunajua baada ya wenzao kuona wanavyovuna hilo zao, kila mtu atatafuta mche wake mwenyewe, na umaskini wa wananchi wachache wa Dodoma waliobaki utakuwa umefika mwisho katika mkoa wetu wa Dodoma.